Sura ya 10. Kisa cha Kaniki cha usiku wa manane kimetanda. Anayetazama anamwona mja aliyevaa koti kuukuu lililoning'inia upande mmoja kwa mawe yaliyo mfukoni. Anaimba huku ameshika chupa mkononi. Anayeusikiliza wimbo huu anauona mrefu kuliko zile ambazo mja huyu huimba kila siku. Hata hivyo, huu wa leo unasikika kama ngonjera, kwani baada ya kila ubeti mwimbaji anasita kwa muda, kana kwamba anampisha mwenzake. Anayeuimba anajua kwamba wimbo wenyewe ni mrefu, ila hajali. Haidhuru kuwa huenda wanaoimbiwa hawausikii kwani wamelala. Haidhuru kuwa huenda wimbo huu unawaghasi waliolala. Atakalo mwimbaji huyu ni kuzikatakasa hisia zake. Ewe chupa wangu ninayekuenzi, kama mboni ya jicho langu, mwendani wangu, tazama ulivyo shujaa. Usohisi shinikizo la majabali ya mahangaiko. Ola jinsi ulivyonizingira, ukanijaza kwa tuo maji matamu kunipa, yakawa dawa mujarabu ya kuuguzia banguzi walonisababishia mahasidi. Chupa yangu najua wananicheka hawa wachunguliao kwenye madirisha, walio kwenye roshani zao, wakipunga pepo baada ya kujaza matumbo yao. Sasa waole wanaonicheka, wanasema, mtazame Bwana Dengelua anapita na chupa yake kibindoni. Lakini wewe hushangai, kwani wanawashwa na pilipili iliyo kwenye uchango wa mwingine? Kwani wasitaki kukuli kilichotufanya mimi na wewe kuwa marafiki wa kufa kuzikana? Kwa nasimulize aloniridhisha huno mkanja, kwa utu kunipoka akanibakishia taka la kiunzi cha mfupa. Wali wa Kifanyani alipokuja Bwana Mabavu, shamba la asili akatwaa ati ni yake milki alonunua, si kurithishwa na mkoloni. Wali wa Kiwazani alipotuonyesha hatimiliki bandia, nasi mithili ya vifaranga waliomwona mwewe tukajikunyata kwa uoga, tusitoe hata kauli moja kupinga ubahimu huu. Dhiki ya ukosefu ikatutuma kuwa vibarua katika lake shamba. Wali wakifanya nini? Maskini babangu alipojipinda kwa uzee, kushika mipini kujisulubu kwa idhilali na kuumbuka kwenye shamba la mwenyewe. Riziki azumbue, karo alipe, masomo nipate. Moyo wake ukisema, huyu ndiye mshumaa unaotoa tumaini la maisha ya neema kwa Ilahi. Kwani hakutokea mmoja akamjuza baba, shamba hili ni milki yako Shaibu? Wali wa Kifanyani, chuoni nilipokwenda kwa matumaini makuu ya kuvua babangu kwenye bahari ya ufukara, wali wakiishi wapi? Chuoni nilipohitimu kwa bashasha na ujana, misuli imetuna nguvu kulihudumia taifa. Kwani hawakunikabidhi kazi walizoahidi kwenye mabuku? Kwani hawakunipa nyenzo za kujiendesha maisha? Kwani walipotupuuzilia mbali tulipolilia kuhiniwa, nafasi za kazi zilipotwaliwa na ndugu zao, huku tukiambiwa kindani ndani viganja huoshana, asomwana aelekee jiwe. Wali wakiwa wapi? Nilipopata gange ya kufutia chozi, wali wa Kiwazani, mimi na mwenzangu tulipochanika kwa mishahara tumba. Kwani hawakusikia rai yetu tulipoomba mishahara kuimarika, mahitaji kuyakidhi? Kwani hawakumuuliza bwa mkubwa alosema, mikono kwenye nyongai, nyinyi ni unskilled laborers, mishahara mlonayo ni kufu yenu. Wali wa Kisemani, nyoyo tulipotia ari tukachachawa, tukasema tuna shahada, tukaomba kufikiriwa.
kama wanataaluma wengine. Nafasi za kupandishwa nyadhifa zilipopatikana, hawakututazama kwenye runinga tukifurishwa kutoka mabandani ya kampuni tulikopata stara ya nyani mkia kukalia, ati kazi tumefutwa kwa kuwaziwa kugoma kuifilisi kampuni. Wali wakifanyani, nilipokugeukia wewe mwenzi wangu wa pekee, kuniondolea uchungu wa kufiwa na baba kwa njaa, kwani hawakutuma cha msaada chakula mwauni baba kikamzuia kubugia vijasumu vya mizizi mwitu. Amekosa la mama la mbwa akaomwa. Muulize huyo muungwana adopale kwenye roshani, kwani hata hakuwepo hospitali iliposekana kijijini mwa baba. Dawa zilipokosekana kwenye hospitali ya walala hoi jijini, baba asipate matibabu ya dharura, roho yake kuiokoa. Waache wacheke wanaotucheka, wanakicheka kilema cha ufukara wa mali na utu, ila hawa na kuhakikishia saibu yangu hawafi kama hakijawafika. Twende muhibu wangu chupa, huenda tukampata Bi Halua ameambulia kibaba cha unga kwa kidogo alichojitwalia siku ya ujira huu wao wa tabu. Kabla sijaja kukutafuta, tutumie fungu lililomkataza. Leo Shamsi anasikika kama amebadilisha wimbo wake, alisema Ridhaa kwa sauti ya chini. Huu wa leo licha ya kuwa mrefu sana, unahisika kama wa kiumbe mwenye maumivu zaidi. Mapigo yake hasa ni ambolezi na ni tofauti na yale majigambo yake ya kila siku, akaongeza Ridhaa, huku akiagani majigambo ya Shamsi kwa sauti ya chini, kama anayeyatia maneno ya majigambo yenyewe kwenye mizani. Hawa wanifuatao wananicha kwa ukoo wangu mtukufu, kwa jadi yenye majagina wa mioyo na vitendo. Wananicha kwa kuwa wa kwanza kijijini kuvishwa taji, kwa mabuku kubukua, kwa kuwa jogoo wa kwanza kuwika kwenye anga za elimu. Idhini nikakabidhiwa, ya tafiti kuendeleza, mamlaka nikapawa, ya kuwaza kwa niaba ya jamii. Hawa wanifuatao wananicha kwa kuweza kuvyaza mikakati ya kukabiliana na ulitima walonipangaza kwa ndoto zangu za ujana uzima. Nani asiyejua Bwana Shamsi ambaye wapiga mikanja wengine wakifa na kupofuka kwa kufaidi ndegelua ilotiwa vijasumu kusudi iive haraka? Yeye huinukia kuwa simba roho anaishikilia kukutu na kuzidhihaki nguvu za dengelua. Ridhaa anamtazama Shamsi akipita hapa kama afanyavyo kila siku. Mtaa anakoishi Shamsi si mbali na hapa. Anaweza kusema Shamsi na Ridhaa ni majirani. Hili la kuwa jirani wa Shamsi limetokea baada ya miezi mingi ya fikira na tafakuri. Kwa kweli huu ni mwezi wa 3 tangu Ridhaa kuhamia kwenye mtaa wa Afueni. Afueni ni mtaa wa raia wenye kima cha juu kiuchumi. Mtu anapoutazama mtaa huu usalimiwa na majengo ya kifahari ya ghorofa, yale ambayo yanaitwa katika janibu hizi townhouses. Daraja kubwa limeutenga mtaa huu na mtaa wa Kazikeni, ambako ndiko familia ya Shamsi na nyingine za aina yake zinakoishi. La, haziishi, zinaambulia maisha ya kubahatisha tu. Ni mtaa wenye mabanda akdari yaliyojengwa kwa udongo na mabati. Baada ya kushuhudia kuzaliwa kwa mjukuu wake wa mwisho, Ridhaa aliona kwamba maisha ya Mwangeka yameanza kutengenea. Ile barafu ya maniko ilivyokuwa nayo Mwangeka ilikuwa imeanza kuyeyushwa na pendo la ushiriki wa mkewe Apunde. Sasa Ridhaa aliwaza kuwa huu ulikuwa wakati wake wa kuanza kuyajenga maisha yake upya kama buibui yajengavyo tandabui. Mwangeka aliita Ridhaa jioni moja. Miaka kadhaa imepita tangu urudi nyumbani.
Nimeshuhudia maisha yako yakijengeka upya, hasa baada ya ndoa yako. Huenda ufa uliokuachia moyoni mkeo wa kwanza hautawahi kuzibika, ila naona sasa maisha yako yametengenea. Mungu amekufidia si haba. Wewe, mkaza mwanangu, na wajukuu wangu mmekuwa wenzi wa kutegemewa, ila sasa nahisi kwamba muda wangu wa kuanza kuyajenga upya maisha yangu umewadia. Mwangeka alitabasamu na kusema, baba, usiniambie moyo wako umeanza kukubali waridi la kuufariji na kuupambaza. La mwanangu, hayo unayoyawazia sio, ila naona ni muhimu nihamie ile nyumba yangu ya afueni. Nimeisha kulipa ilani shirika lililompangia afisa mkuu mtendaji wake jumba hili. Nadhani ni muhimu nianze kuizoea hali hii yangu ya ujane. Ikitokea kwamba moyo utanituma kupenda tena katika machweo ya maisha yangu, basi nitakuwa radhi kuupa nafasi msukumo huo. Kwa sasa azma yangu kuu ni kumalizia ujenzi wa kituo cha afya cha mwanzo mpya nilichokijenga kwenye lile ganjo letu. Haidhuru kwamba humo ndimo mlimoangamia familia yangu. La muhimu ni kwamba kituo hiki kikamilika kitawafaa raia wengi ambao hawamudu gharama ya matibabu katika hospitali za kibinafsi na wengine hata hospitali za umma. Basi Doc, nakubaliana na rai yako, alisema Mwangeka, huku amemshika babake begani na tabasamu kuutawala uso wake. Selume alishusha pumzi baada ya kumhudumia mgonjwa wake wa mwisho. Akrabu ndogo ya saa ya ukutani ilisimama kwenye nambari 1 na ile kubwa kwenye nambari 12. Zamu yake ya leo imekamilika na yu tayari kumpisha muuguzi mwenzake. Ingawa hii ni kazi ile ile aliyokuwa ameifanya kwenye hospitali ya umma kwa miaka na mikaka, anaona hali katika kituo cha afya cha mwanzo mpya ni bora mara 100 kuliko ilivyokuwa katika hospitali ya umma. Hata Selume anapowazia maisha yake mapya, hajui jinsi alivyoweza kuyastahimili makeke katika hospitali alipokuwa akifanya kazi ya awali. Ile hali ya kumtazama mama Mwangezi akitapatapa kwa uchungu wa mwana moyoni, anaomba kitoto kikawie kwenye mji aweze kujinunulia glavu za kumhudumia mama mzazi. Zile msalia mtume za mama Mwangezi, zingizi la baada ya uzazi limemkaba, naye Selume hana dawa wala kafara ya kumpooza mwili na roho mama huyu. Kule kulazimika kupapasa kwenye giza kutafuta dawa za mgonjwa. Umeme umekatika ghafla. Usimamizi wa hospitali haujalipia gharama yake, na wale wanaostahili kushughulikia dharura hii wametoweka. Yote yalimpa hamaniko kuu. Sasa haya ameyapa kisogo. Kwa Selume, kufunguliwa kwa kituo hiki ni kama maana aliyodondokea kinywani kutoka mbinguni. Alikuwa tayari amewazia kujiuzulu kwa kusinywa na aliyokuwa anayaona. Nimechoka, alijisemea siku moja. Nimechoka kuwatazama wagonjwa wakifa kwa kukosa huduma za kimsingi, huku shehena za dawa zilizotengewa hospitali hizi zikiishia kwenye maduka ya dawa ya wasimamizi wa hospitali. Nimechoka kuongelewa kwa wimbo wa performance contract. Ati kufikia mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumeimarisha kampeni dhidi ya polio na kuwachanja watoto wote wenye umri wa chini ya miaka 5. Tutakuwa tumejenga vituo zaidi vya kutolea huduma za ushauri katika kila eneo la ugatuzi ili kuwasaidia walioathiriwa na ugonjwa wa ukimwi na saratani kukabiliana na changamoto za maisha. La kushangaza ni kwamba hata chanjo ya polio yenyewe inauziwa maskini ambao hata hawamudu kujilisha. Kufikia lengo lenyewe la kuangamiza polio kunabakia kwenye ndoto za wanaozindua kampeni zenyewe. Tazama pia dawa za kukabiliana na makali ya ukimwi na saratani.
Wanaoweza kuimudu gharama yazo ndio hao hao wanaozinyakua dawa zilizotengewa raia wasiojiweza. Mambo ya Sudi huenda kwa Sudi. Wakati Selume akiwazia kustaafu mapema, naye Ridhaa ndipo anapomaliza ujenzi wa kituo cha afya cha Mwanzo Mpya. Nafasi za kazi zilipotangazwa, Selume na Kaizari waliomba kazi. Selume akaajiriwa kama muuguzi mkuu, naye Kaizari kama afisa wa matibabu. Huu ni mwaka wa 3 tangu kuanza kazi hapa chini ya usimamizi wa Ridhaa ambaye ndiye mkurugenzi. Yeye na Kaizari hawaachi kumshukuru Ridhaa kwa kujenga kituo hiki. Huyu hapa ameletwa na Wasamaria wema. Leo asubuhi, Selume alimwambia Meko, muuguzi mwenzake, huku akimwashiria mgonjwa mwanamume aliyelala chali kitandani, kichwa kimejaa mabendeji yaliyomazwa na damu. Inasemekana alivamiwa na kuumizwa kwenye ule mgogoro wa kupigania ardhi katika eneo la Tamuchungu. Hali yake sasa si mbaya, ila anahitaji uangalizi wa makini. Sawa, alitikia Meko, huku akiandika habari fulani kwenye kijitabu kidogo alichokibeba. Selume na Meko walitembea hadi kwenye kitanda kilichokuwa mkabala na hicho. Wakafungua pazia na kuingia ndani. Walimpata mwanamke fulani akipigana na Israeli kuiokoa roho yake. Hata hivyo inaonekana kwamba walikuwa wamechelewa. Selume alikishika kiwiko cha muwele huyu, akasikiliza mpigo wa moyo na kutikisa kichwa. Naona tumempoteza huyu pia, alisema huku akimtazama Meko. Je, ni yule aliyeletwa usiku wa kuamkia jana? Meko aliuliza. Ndiyo. Sijui kwa nini watu hawa hawajifunzi kutokana na majanga yanayowakumba wenzao. Nashangaa kinachompa kijana kama huyu na wengine waliofariki jana ambao wanaosomea shahada za uzamili kujihusisha na unywaji wa pombe haramu. Nasikia wanalewa kujipurukusha na hali duni ya maisha vyuoni. Wanasema kuwa gharama za masomo imekuwa ghali. Nayo halmashauri ya elimu inayotoa mikopo ya masomo haimudu kutosheleza mahitaji ya idadi kubwa ya wanafunzi wanaohitaji mikopo na ruzuku. Isitoshe, nasikia kwamba wanaoishia kupewa mikopo au ruzuku hizi ni watoto kutoka familia zinazojiweza kiuchumi, huku wana wa maskini wakilazimika kufanya vibarua wakati wa likizo kujilipia karo na kugharamia mahitaji mengine. Wengine huwa na mawindo rahisi ya matajiri wanaotafuta roho za kulagulia na kusafirishia dawa za kulevya ugaibuni. Meko akachangia. Ni hali ngumu sana Meko, aliongeza Selume. Na usidhani wanaotumia vileo vibaya ni wale tu wanaotaka kujipurukusha na hali duni ya chuoni. Wapo wanaovitumia ili kujisahaulisha kusambaratika kwa familia zao. Kuna huyo Gulamu Kipanga anayepokea huduma za ushauri na saha hapa Petu. Yeye alinusurika kifo kutokana na kangara iliyowaua watu 70 mwezi uliopita. Huyu anasema kwamba alianza kuchovya kidogo kidogo akiwa kidato cha pili baada ya aliyemdhania kuwa baba yake kumkana na kulazimika kuhama alikoita kwao yeye, mama yake na mnuna wake ambaye alisemekana ndiye mwana halisi wa baba yake. Kipanga anasema kwamba lililomuuma zaidi ni kwamba alipomtaka mama yake kumwambia ukweli, mama mtu hakumpa jawabu la kuridhisha. Alichosema ni, yapo mambo ambayo mtu hawi na uso wa kumtazamia mwanawe kwayo. Anayekulea ndiye mzazi wako, mradi tu akubali kuwajibika ulezi. Kipanga sasa ameanza kuulisha utu wake. Anasema amemsamehe mama yake, amemsamehe baba mlezi ambaye alimkana katika kipindi ambacho alikuwa akisaka ujatambuaji. Anasema atarudi shuleni akamilishe masomo yake. Selume aliukamilisha usemi wake na kumwelekeza Meko kwenye kitanda cha mgonjwa mwingine wa kike. Hujambo Tuama, unajihisi vipi? Meko aliuliza kwa tabasamu.
Sijambo, nimepata afueni, alijibu Tuhama kwa sauti hafifu. Una bahati sana Tuhama, hukufikwa na yale aliyowafika wasichana wenzako, alisema Selume. Tunamshukuru Mungu kwamba amekuokoa. Hii ni fursa nzuri kwako kuwaelimisha wanafunzi wenzako dhidi ya kufuata mila zilizopitwa na wakati. Tuhama aliinuka kitandani alikokuwa amelala, akaketi na kumtazama Selume kwa jicho la kubisha. Kupashwa tohara si mila iliyopitwa na wakati. Bila tohara mwanamke hubakia kuwa mtoto. Nisingepaswa tohara, nisingeolewa. Msiba uliowapata wenzangu ni bahati mbaya tu, alisema Tuhama. Kifo ni jambo kubwa sana, alisema Meko. Wenzako hao walipokutika wakati ambao jamii yao inawahitaji mno, walihitaji kukamilisha masomo yao, wapate kazi, waweze kuchangia katika maendeleo ya kitaifa. Lakini kupashwa tohara hakumaanishi kuacha shule. Dadangu Tamira alipashwa tohara, lakini sasa amehitimu shahada katika chuo kikuu. La muhimu ni mtu kujifocus kwenye malengo yake tu. Mimi najua kwamba japo nimepashwa tohara, baada ya kupona uwele huu nitaendelea na masomo yangu, alijibu Tuhama. Ni kweli msichana anaweza kupashwa tohara na kuendelea na masomo, lakini mara nyingi hali haiwi hivyo. Wasichana wengi huozwa au kuolewa kwa hiari mara tu wanapopashwa hiyo tohara. Si wazazi wengi walio na muono kama baba yako. Kumbuka wewe ulijificha tu ukaenda kupashwa tohara. Baba yako hakuridhia jambo hili. Isitoshe, kuna hatari ya kuambukizwa magonjwa ambayo hayana tiba au kupoteza damu nyingi kama ulivyofanya wewe, alisisitiza Selume. Ni kweli yasemavyo mwenzangu, alisema Meko. Tuhama, unaweza kutumia hali iliyokukumba kuwashauri wasichana wa rika lako dhidi ya kushiriki mila ambazo zinakiangamiza kizazi chenu. Kwa vile wewe ni mwenzao, utakuwa na ushawishi mkubwa kuliko hata kikundi cha kupigania haki za kibinadamu kijijini mwenu ambacho kiliasisiwa na babako Mzee Maarifa. Tuhama alishusha pumzi ndefu, akatikisa kichwa na kusema, nitajaribu, ila najua kwamba hili litanifanya kutengwa na wenzangu ambao kwa kweli ndio walionishinikiza kupashwa tohara. Sijui kama baba yangu atawahi kunisamehe kwa kumwasi. Atakusamehe, mwana akinyea paja kiweo hakikatwi, alisema Selume huku akimwashiria mwenzake waondoke wamhudumie mgonjwa mwingine. Huyu hapa anaendelea kupata ahueni, alisema Selume huku akimwashiria kwa kidole cha shahada mgonjwa mmoja aliyekuwa pembeni mwa chumba karibu na dirisha la wodi ya wanawake. Pete, unajihisi vipi? aliuliza Meko, muuguzi mwenzake Selume. Sijambo, alijibu Pete na kukigeuza kipaji chake kuelekea ukutani. Maskini, inaonekana umemtonesha kidonda, alisema Selume huku akitikisa kichwa. Inasikitisha sana kumwona mtoto mbichi kama huyu akijaribu kujiangamiza pamoja na kitoto alichokihimili. Nadhani la muhimu ni kwamba Pete na kitoto chake wameokolewa. Anallohitaji zaidi ni ushauri wa kumwezesha kukabiliana na hatima ya tendo lake hili. Hali inayomzunguka pamoja na unyanyapaa unaoweza kuandamana na kitendo chake, alisema Meko. Hali inayomzunguka, mtu atawezaje kujua hali inayomzunguka mwingine na hali huishi katika hali hiyo hiyo, alijiuliza Pete. Ama ni ile hali ya mzigo wa mwenzio na kitanda usichokilalia? Hawa wauguzi kweli hawajui lolote. Hawajui linalompa mama kutaka kujitoa roho huku akijua kwamba anawaacha wana wakiwa wawili. Hawajui kabisa. Na watajuaje? Na lao ni kushika zamu tu, kumlazimisha muwele huyu kumeza vidonge vichungu vya dawa, kufunga bendeji donda hili, kutia kitata mkono huo uliovunjika, kutazama zibaki ya kipima
kipima joto ikipanda na kushuka, ukishika kitoto kijoga viguu vidungwe sindano, na kuwatazama binadamu wenzao wakiwana na kutoa jasho kupambana na Israeli anapokuja kubakura nafsi zao, na hatimaye kuwafunika kwa shuka nyeupe waliotokwa na roho zao. Pete alizisema kauli hizi mfululizo mawazoni mwake, akajipindua na kuketi katikati mwa kitanda chake cha uwele, huku akiwatazama Selume na mwenzake kwa imani. Gharika ya machozi ilivunja kingo za mto wa machozi yake, yakaanza kutiririka kama maji kwenye mlima. Katikati mwa kilio hiko, Pete alifungua pazia la jukwaa la maisha yake, akaanza kuwasimulia kina Selume kisa chake mawazoni, kimya kimya, moyoni akisema kwamba huenda wakakielewa kiini chake kutenda alichotenda. Nilizaliwa katika kijiji cha Tokosa. Mimi ndiye mtoto wa 4 katika familia yenye watoto 6. Nina wazazi wawili, ila hawa ni wazazi tu, hawajadiriki kuwa walezi wangu, wala jina mlezi haliwaafiki. Naona mnaniuliza vipi mtu kuwa mzazi na asiwe mlezi, ila nataka mjue kuwa haya hutokea mara nyingi. Hamuwezi kujua haya nyinyi. Yaonekana mlilelewa kwa nan na Cerelac. Hamjaonja shubiri ya maisha. Mara tu macho yangu makinda yalipoanza kutambua ulimwengu, nilijipata kwenye boma la bibi mzaa mama. Kisa na maana, kumetokea mtafaruku fulani kati ya baba na mama. Sijui ni mtafaruku wa aina gani, ila katika pita zangu kijijini mwa bibi alitokea domokaya fulani akaninong'onezea kwamba sikuwa na mshabaha hata chembe na baba. Nilishangaa ikiwa kutoshabihiana kwa mtu na mmoja kati ya wazazi wake ni mizani tosha ya kupimia kukabilika au kutokukabilika kwa mtu katika familia yake. Basi huyo aliyeniambia hayo alidhukuru kusema kwamba mama mtu kwa kuchelea kuingiza kitumbua chake cha ndoa yake mchanga alihiari kumpagaza mama yake mzigo wa malezi. Hapa mnionapo sijadiriki kuonja tamu ya kupendwa na wazazi wangu. Nimemjua mama kama mhisani wa muda ambaye alikuwa akipita mara moja kwa bibi kumpa pesa za kukidhia mahitaji yangu na ya bibi. Sidhani kama moyo wa mja huyu uliwahi kutaka kujua lolote kuhusu ukuaji wangu. Sikumbuki hata siku moja akiniuliza kuhusu neema na mashaka yangu shuleni. Hata alipoona kwamba bibi anamtaka kununua sare nyingine kila baada ya miezi michache ya awali imeanza kukataa mwili wa mwanawe, haikumpa kuwaza kuwa kima cha mwanawe kimeanza kuanda, nayo maumbile yameanza kufanya kazi yake. Sijui kama amepata kuwazia hili. Umeingia darasa la 6, ni asubuhi, unataka kuondoka nyumbani mwa bibi yako kuelekea shuleni. Kisha unashtukia kwamba unakabiliana ana kwa ana na hedhi yako ya kwanza. Hujawahi na mama wala dada wa kukujuza ya kufanya lilitokeapo la kutokea. Unamwendea ajuza huyu ambaye amejiaminia kwa uzee, naye kwa yale mazoea yao ya jadi anakutafutia tambara la blanketi ndilo sodo. Sijui hali ikiwa hivi wewe utafanya nini, lakini ninalokumbuka ni kwamba nililitwaa hilo tambara likawa ndilo fimbo ya karibu, na usidhani hili lilifaa kitu, kwani baada ya muda si muda lilihitaji kutafuta njia nyingine na kujikuna nijipatapo. Kikawa kivangatio cha kutafuta kanzu hii na ile kujifadhilia. Hata mahangaiko hayo yalipokwisha, juma zima lilikuwa limepita. Darasa halija kilimbuka hata kivuli changu. Maisha yangu yalichukua mkondo mwingine nilipojiunga na darasa la 7. Katika jamii yangu inaaminiwa kuwa msichana akiisha kupashwa tohara ameingia utu uzima.
hivyo ataipaka familia yake tope ikiwa ataendelea kuozea kwao bila mume. Wajomba zangu hawakuchelewa kupokea posa na baadaye mahari kutoka kwa buda mmoja ambaye alinioa kama mke wa 4. Bibi alijaribu kupinga. Huyu mtoto ni mbichi mno, alisema. Hatuwezi kumkabidhi mzee wetu huyu kifaranga kiteketeke hivi. Tutakuwa tunampangaza ulezi. Isitoshe, Pete mwenyewe ana hamu kuu ya kufuatilia elimu. Tumwache aizime kiu yake. Akiisha kuitimiza maazimio yake, atajichagulia kijana mwenzake wafunge nakidi. Maneno ya bibi yaliangukia masikio yaliyotiwa uzili. Mama na ndugu zake hawa walikuwa wameamua, na tangu hapo, kama alivyosema mama, nyanya hakuwa na mamlaka ya kutoa uamuzi wowote kuhusu maisha yangu. Maisha yangu ya fungo yalikuwa kama ya ng'ombe aliyetiwa shemere na kufungwa nira pamoja na punda ambaye anakaidi kusonga. Ule unene wake, lile kutuzi lililotoka kwenye makwapa yake makuza na kufidika kote chumbani. Ule wivu wa mke mwenzangu wa pili, ule kukemewa na kuchekwa na wana wa mke wa kwanza, yote yalininyong'onyeza na kuniumbua. Nilichukua jaala iliyonipa mama aliyejali masilahi yake tu. Nilichukua nguvu ya maumbile iliyoniweka kwenye jinsia ya kike. Nilikichukia kitoto nilichohimili kwenye mji wangu. Hata miezi 9 ilipotimia na kupata salama, niliamua kwamba kwa mzee Fungo hakuniweki tena. Fungo aliuliza, na unadhani unakwenda wapi? Utawezaje kujitunza wewe na mtoto wako na hali bibi yako ndiye huyo hana Hanani na wazazi wako walafi walikuuza kwangu ili wapate pesa za kuwasomesha ndugu zako 5 wa kiume? Nilimwambia Fungo, nitatokomea kokote kule. Afadhali kuishi jehanamu kuliko kwenye husuni hii yako. Hata mitaa ya miji imejaa familia zisizo na asili wala fasili. Fungo alisema, basi nenda mwanakwenda. Kichukue pia kijalaana hiki chako. Hata kuwepo kwenu hapa hakuzidishi, hakupunguzi. Tayari nina jeshi tosha la watoto kutoka kwa wake wangu 3. Niliifungia kifuani mbeleko iliyokibeba kitoto changu na kuondoka kwa Fungo bila kutazama nyuma. Tayari nimepoteza miaka 4 ya ujana wangu. Nilijitoma jijini kuzumbua riziki kama wafanyavyo wengine kama mimi. Kazi yenyewe usiniulize ilikuwa ya aina gani, kwani wewe mwenyewe unajua wanazopata watu wenye kitambo duni cha elimu. Niliambulia kibarua cha kwanza kwenye kampuni ya kutengeneza sare za shule na za wafanyakazi wa umma. Kampuni hii ilimilikiwa na Mhindi mmoja. Kazi yangu na wengine kama mimi ilikuwa kushonea vifungo kwenye sare hizi. Ni kazi iliyomhitaji mtu kuamka kabla ya jimbi la kwanza ili kuwahi kibarua cha siku kabla lango la Patel halijafungwa na kuondoka saa 12 jioni. Ujira wangu ulikuwa shilingi 200 kwa siku. Huenda ukataka kujua jinsi mtu anavyoweza kuishi kwa ujira wa aina hii. Hata hivyo, fahamu kwamba mara zote binadamu huhitajika kujikuna ajipatapo. Nami nilijaribu kadiri ya uwezo wangu kudunduiza pesa hizi ili kukimisha kitoto changu. Ndizo zilizonunua maziwa ya mtoto, ndizo zilizonipa kodi ya ujima kwenye kibanda tulimoishi mimi na wenzangu 4. Ndizo zilizokuwa kiinua mgongo kwa msichana mdogo aliyejisabilia kunitazamia kitoto nikiwa kazini. Kadri siku zilivyosonga, ndivyo nilivyoanza kujua mizungu ya mji. Haikuwa vigumu tena kwangu kukubali zawadi za pesa za kufutia machozi kutoka kwa mibaba iliyodai kukionea imani kitoto changu. Sikuipenda hali hii ya kuwa mtegemezi, lakini sidhani maskini huwa na hiari. Hata baada ya mwisho alitokea mwanamume mmoja na kudai kuwa ananipenda, kwamba angependa tujaribishe maisha, kisha tufunge akidi baada ya miezi 3.
huku akiwatazama akina Selume na mwenzake kana kwamba anataka kuiona taathira ya maneno haya machoni mwao. Pete alijiuliza, sijui kama umewahi kujawa na hisia za kukataliwa, ukajihisi kama mkoma aliyesibiriwa kinyesi usoni? Pete aliendelea, basi hisia hii ndiyo iliyonifanya kuyaamini maneno ya Nyangumi. Nikahamia kwenye chumba chake kimoja cha mawe. Hiki nilikiona afadhali kuliko kile chetu cha udongo. Angaa kitoto changu kitaweza kuishi maisha ya staha, nikajiambia. Zao la muungano huu lilikuwa kuzaliwa kwa mwanangu wa pili. Huyu yumo mtaa wa Sinyaa ambako nilikuwa ninaishi baada ya kupigwa pute na Nyangumi. Mkewe wa halali amemrudia, analelewa na ndugu yake. Inabidi hali iwe hivi kwani sina pesa za kumlipia kijakazi na vinywa hivi viwili lazima vilishwe. Na usidhani hata kitoto hiki cha pili sikujaribu kukiangamiza. Kwa kweli ukaidi wa kijusi chake ndio mwokozi wacho. Nilikuwa nimejaribu mara 4 kukiavya kwa vidonge kisikubali. Mwishowe nilimwendea daktari mwanamume ambaye badala ya kunisaidia alikilaani kitendo changu na kuniambia nisimtie katika majaribu. Hiki kilichonilaza hapa nacho kina roho zaidi ya 7. Ni kijalaana ambacho nilikiokota katika shughuli za uuzaji pombe. Nadhani mmoja kati ya walevi waliozoea kuja kwenye baa niliyomwajiriwa kuuza pombe aliniwahi nishai zikiwa zimenilemea. Yakatokea ya kutokea. Akaniachia ujira wangu na kiafriti hiki. Fikira ya kuwa na vitoto vitatu hata kabla ya kufikisha umri wa miaka 21 ndizo zilizonisumbua dhamiri yangu. Na liwe hilo la kuwa mzazi mchanga, lakini watoto wenyewe kuwa na baba tofauti. Isitoshe maisha yenyewe ni ya kupapatisha, sina kazi ya maana wala kisomo. Asubuhi hii fikira zilikuwa zimenijaa kifua tele. Nikaona kwamba ni heri niangamize maisha yangu. Nilimwambia jirani yangu anichungie wanangu. Nikaacha kikaratasi chenye anwani ya bibi yangu juu ya kimeza kidogo katikati mwa chumba changu na kuondoka. Ikiwa dawa ya kutibia maradhi ya binadamu ilishindwa kutungua mimba ya pili, hii ya kuulia panya haitashindwa kunifisha mimi pamoja na kilichomo tumboni. Nilisema haya na kumiminia kopo la dawa hii kinywani. Pete alishusha pumzi, kisha akaendelea na usimulizi wake. Kimya. Katika kimya hicho alimotea Selume anamtazama. Usinitazame kana kwamba unataka nikwambie yaliyotokea baadaye, Pete alijisemea kana kwamba anajaribu mtazamo wa Selume. Nyinyi ndio wa kuniambia kwani nilijipata hapa penu. Ila naona kwamba wakati umefika wa kuwazia upya mustakabali wa maisha yangu. Siwezi kuishi kwa kujidhalilisha hivi, Pete aliongezea na kukatisha ghafla usimulizi uliokuwa mawazoni mwake.